mtumishi wetu alitudumia nini? Nini ambao ulisikia katika somo ambao ulipita? Nani anaweza kunikumbusha kitu gani ambacho alisikia siku ya Mungu iliyopita? Nini ambayo mtumishi alitudumia? Amen. Wangapi walikuwa huko? Wangapi walikuwa mjuma jana? Wale wote ambao walikuwa mjuma jana waniambie nini ambao ulisikia? Ubarikiwa somo na nini na kitu gani kwa ile wiki? Alianza wiki mzima. Amen. Akituhudumia. Katika wiki mzima ulichukua nini? Mungu akubariki. Amen. Walifunzwa juu ya la vérité de Dieu, ukweli wa Mungu. Hawakutuambia juu ya ukweli wangu na ukweli wa mwenzako, lakini tuambia juu ya ukweli wa Mungu. Ukweli wa Mungu unatoka wapi? Ukweli wa Mungu unatoka ndani ya maandiko matakatifu. Amen. Kama kwako ungatafuta ukweli wa Mungu ndani ya maandiko ya jamaa, ujue kama uko nje na mapenzi ya Mungu. Amen. Lakini tafuta ukweli wa Mungu ndani ya maandiko matakatifu. Amen. Watu wengi waliangamia sababu ya kukosa ukweli. Wakaangamia. Ukweli wa Mungu ndio msingi unaotujenga. Amen. Sharti ndugu pendwa ambao umeshinda Mkristo, ni sharti usijengee ukweli wa Mungu. Amen. Kumbuka ndani ya kitabu ya Matendo ya Mitume 5:1 inatuambia juu ya Safira. Amen. Walitoka ndani ya ukweli wakadanganya Mungu. Amen. Kwa njia ya sadaka. Na walifanya nini? Walikufa. Niko atakwambia ndugu mpendwa, unapokosa ukweli ndani mwako, jua kama utangamia milele. Unakuja kanisani, amen, hata sadaka ya shukrani inakosekana. Hata sadaka inakosekana. Unadanganya watu ukisema eti wao bariki watu. Amen. Jua kama Mungu ndio anajua ukweli ambao unakuwa ndani mwako. Na anapojua ukweli unakuwa ndani mwako, jua kama kwa siku moja utateketea sababu ya uongo wako. Anania na Safira walipigwa chini, walikufa sababu ya uongo. Amen. Shetani aliwaingia, wakatupa ukweli na wakaongea uongo. Utafuta ukweli wa Mungu. Amen. Kumbuka hata vile Adamu na Eva katika shamba la Edeni. Amen. Mungu aliwapatia ukweli, lakini shetani akakuja akawapatia kweli ya uongo. Na kawaamini na wakakufa. Ndio maana nakwambia ndugu mpendwa, shimama ndani ya imani yako ukishuhudia ukweli wa Mungu. Amen. Acha udanganyifu ndani ya maisha yako. Sababu udanganyifu hautakusaidia na kitu. Hata unaweza kufanya mambo siyowezekana. Amen. Unakuja mahali hapa kutuflate. Jua kama ukweli wa Mungu tu iko pale pale. Anakuona, anajua yote. Na kuna siku moja atakwambia, unateketea wewe na unaangalia tu. Jua kosa ukweli. Tafuta ukweli ndani ya maandiko matakatifu. Tuache kutembea kinyume ya maandiko matakatifu. Tutembee ndani ya ukweli ya maandiko matakatifu. Hii somo mimi nibariki sana tena sana. Na ujue kama ndugu pendwa, hauwezi kutembea ndani ya ukweli kama vile haupewa neema ya kutembea Roho Mtakatifu. Amen. Roho Mtakatifu ndio anabeba mtu ukweli. Amen. Roho Mtakatifu anakuambia hiki ni kibaya, hiki ni kizuri. Amen. Tutafute kutembea namna gani tutatembea na uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Ndio maana somo yangu ya leo inaniambia kutembea kulingana na uongozi wa Roho Mtakatifu. Kutembea kulingana na nini? Na uongozi wa Roho Mtakatifu. Hii ndiyo somo ambalo tunasoma katika wiki mzima. Jua kama haweza kushimama ndani ya ukweli wa Mungu kama hauongozwe na Roho Mtakatifu. Amen.
Kila mara unapoomba, jiombee ili Roho Mtakatifu ikujalie neema ya kukuongoza ndani ya ukweli. Amen. Na pale tunaangalia ndani ya kitabu ya Mathayo sura 4 mstari wa 1 mpaka 4, tunaangalia pale habari za Yesu Kristo wakati Roho Mtakatifu ulimwingine kamuongoza aende ndani ya jangwa ili afanye maombi yake 40 juu. Amen. Na aliomba, na baada ya kuomba alijaribiwa na shetani. Amen. Lakini Kristo mwenyewe alipojaribiwa baada ya kuomba, alishinda jaribu kwa neno. Ni kwa sababu alitembea ndani ya neno, alitembea ndani ya ukweli wa neno. Amen. Sasa ukweli wako unatembea na nini? Ukweli wako unatembea nini mpendwa? Ukweli wetu tunalikwa kutembea kama Kristo aliyoshinda jaribu kulingana na maandiko matakatifu. Aliambia shetani nini? Shetani alikuja kumjaribu akamwambia, uko na njaa, sugeuza iwe mkate na upata kukula na ushibe. Kristo akashinda shetani, mtu haishi kwa mkate tu, ili anaishi kwa neno la Bwana. Lakini ni ole kwako ndugu upendwa, wakati unapojaribiwa, baada ya maombi unapofika nyumbani, ni sharti ujaribiwe. Unapojaribiwa, huu mjaribu wako unamwambia kanini? Sababu shetani anakuya kujaribu kulingana na imani yako. Anaangalia kabisa yako iko wapi, ni pale anakufikiria. Uko na kosa lipapa kuvala. Amen. Siwende kwanza wengine wanamke watakupenda na watapotea pesa. Amen. Mtu kama na ule mshijeka nini? Amen. Siri jaribu ile. Jaribu inakuja kulingana na kabisa yako. Ndio unanipata. Hauna viazi kutia watoto. Amen. Na umetoka kuomba, mimi unavikosa. Ule mjaribu mwambia nini? Tamjibia kama vile Kristo alivyojibu shetani. Mtu haishi kwa viazi tu, lakini mtu anaishi kwa neno la Mungu. Amen. Na unapoarifu mtu mambo haya, kwa kweli atakimbia, anashitenga na wewe. Sababu anakutana hamupatani. Amen. Lakini unapomfungulia mlango, unampatia nafasi, atakupiga chini. Amen. Amen. Jitofautishe na mtu wa ulimwengu wa giza. Jitofautishe na mtu ambaye anakuja kujaribia. Jitofautishe. Unapojitofautisha, yeye atakuogopa. Amen. Na yeye mwenyewe atakuwa kuona kwa tangazo. Ule mama huyu iko makali, hawezekanake. Amen. Ni kwa sababu alikutana huko ndani ya neno. Amen. Amen. Je, uko wapi? Uko ndani ya neno, uko nje ya neno? Amen. Amen. Kama tuko ndani ya neno, kwa nini vitunga vya sadaka? Je, atubariki wake? Amen. Kama tuko ndani ya neno, kwa nini atoe moja ya 10? Amen. Hii habari ni yangu na kwa ndugu wapendwa. Kama tungali wizi, juu ya kama hatuyaishi bado neno takatifu. Amen. Lakini ungeangalia udanganyifu wako unatokea wapi? Amen. Kama uligusa 1000 francs, wala kuambia pana tu safra, si safra ya Mungu na basi. Amen. Nani ataniambia katika wiki mzima haya bariki waka? Katika mwezi mzima bariki waka, na sadaka shukrani kusema mimi nakiashukuru Mungu kwa makubwa ambayo alinitendea. Sababu unapomshukuru Mungu kwa njia ya sadaka, kwa kweli kupitia maandiko matakatifu, atakuzidishia zaidi ya yale ambayo alikutendea. Amen. Tusizoe kushukuru Mungu kwa midomo tu. Amen. Pale tuko wizi deja. Amen. Wao unafikiria watumishi wa Mungu wanajikosantre na priere, wanajima chakula na maji juu ya maisha yetu, juu ya maisha yako. Amen. Sasa unapofanyikiwa, unapobarikiwa, kwa kuwa ni maneno tu. Amen. Shukia shukuru kwa njia ya sadaka. Amen. Na Mungu anapoangalia sadaka yako, amen, hii sadaka yako ndiyo kutetea. Ni kulingana na maandiko matakatifu. Simi naongea lakini kwa parole de Dieu. Amen. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen.